Karibu tena katika Dira ya Magwiji. Kumbuka pia unaweza kuendelea kujiunga nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Naam. Katika taarifa ya tanzia, watu kadhaa wamepoteza maisha yao katika ajali tofauti za barabarani katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Katika eneo la Konza, watu 8 walifariki huku wengine wakijeruhiwa kufuatia ajali iliyohusisha basi la kampuni ya Tahmid Express Limited na matatu ya chama cha Naekana. Ajali nyingine ilitokea katika eneo la Kikopey na kusababisha vifo vya watu 5 na nyingine katika eneo la Taita. Halmashauri ya Kitaifa ya Uchukuzi na Usalama Barabarani imesema ajali hizo zinatokana na makosa ya kibinadamu, ikiwahimiza wanaotumia barabara kutahadhari na kuzingatia kanuni za usalama barabarani. Katika hospitali ya Machakos Level 5, waathiriwa wa ajali iliyotokea katika eneo la Konza ambayo ilisababisha vifo vya watu 8 wanapokea matibabu. Waathiriwa hao licha ya kushtuka wana kila sababu ya kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa hai, huku akisimulia aliyojiri kabla ya ajali hiyo kutokea usiku wa manane. Nilikuwa nimelala, so ile kitu iliniamsha ni ile nilisikia ile impact ya gari kugongwa. Nikasikia nimeumia tumbo. Sasa nikilialia hapo ndio nikiangalia hivi nikaona hata nini ni kama tuko nje, manake ilikuwa ishatokana hiyo gari. Kabla hiyo ajali nilikuwa naona na macho yangu hiyo Nissan ilikuwa ina overtake na hiyo basi ya Tahmid ilikuwa on the line, so ilikuja ikakolide ikagongana kichwa kwa kichwa. Abiria 6 walifariki papo hapo huku wengine 2 wakipoteza maisha yao walipokuwa wakipokea matibabu. Kulingana na Halmashauri ya Kitaifa ya Uchukuzi na Usalama Barabarani, dereva wa matatu hiyo alijaribu kulipita gari jingine na kusababisha magari hayo kugongana ana kwa ana. Walioaga dunia walipelekwa kwenye hifadhi ya maiti ya Machakos Level 5. Kwingineko huko Kikopey katika barabara kuu ya Gilgil kuelekea Nakuru, ajali nyingine iliyohusisha magari matatu ilisababisha vifo vya watu 5. Tulisikia tu nyuma gari imeguzwa. Sasa kuna gari nyingine tena ilikuwa mbele kidogo. Sasa driver hakugonga hiyo ya mbele. Kwa maana angegonga hiyo ya mbele hatungekuwa sisi wote. Gari moja ilikuwa imewekezwa kando lakini haikuwa kando kabisa. Tairi za upande moja zilikuwa kwa barabara. Ni trailer pia. Sasa ile yenye ilikuwa imenifuata nyuma, inasemekana, si ati mimi najua, inasemekana ya kwamba alikuwa amelose brakes. Brakes zilikuwa zimepotea. Ndio akakuja akanikonga akanisukuma paka kwa ile gari nyingine ya ile yenye ilikuwa imesimama. Mimi mwenyewe hiyo trailer ilikata breki huko kwa mlima huko. Sasa ile wakati ilikata breki pale, ile trailer pale pia mimi ilinimiss kidogo. Hapo tunaomba serikali tuwekee bumps, hata kama ni bumps, hata kama ni 10, sababu mteremko kutoka huko juu ni mbaya na hiyo gari ilikataa brake. Gari ilikataa brake. Sasa dereva ni kama alikuwa jaribu anaweza jiokoa. Sasa ile makosa alifanya ni kusukuma watu kwa Nissan. Hata ile angeingiza gari kando kwa msituni huko aokoe watu. Majeruhi waliopeleka hospitali ni 8. 6 wawili ndio wanakaa hali yao si mzuri, lakini 6 wataweza tolewa wakati wote. Katika kijiji cha Taita katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa, dereva wa basi linalomilikiwa na kampuni ya huduma ya basi ya Janan alishindwa kulidhibiti gari hilo. Halmashauri ya NTSA imesema kwamba ripoti za awali zinaonyesha dereva huyo alikosa kutumia safu yake sahihi alipokuwa akipita gari jingine. Hakuna vifo vilivyoripotiwa kutokana na kisa hicho. Nancy Okware, Dira ya Magwiji.